Hii ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka DRC. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, subscribe Baraka1 TV. Pia tuko Facebook na TikTok, like na follow page zetu mbili, andika tu Baraka1 TV. Kwanza ni habari za moto. Sake. Majeshi ya Sadeke pamoja na FARDC wawasili Sake ili kuongeza nguvu na kuwasaidia walioko kwenye uwanja wa vita. Ituri. Jeshi la Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lawaweka mikononi baadhi ya makamanda wa jeshi hilo ambao wanauzisha silaha kwa maadui. Na hii ni Baraka1 TV na unapata taarifa zote hizi kutoka hapa Baraka1 TV baada ya uchunguzi na kufuatilia kila taarifa ambayo tunapata kuwa ya uhakika na ya kweli. Ana nasi kupitia grupu letu la Baraka1 TV Worldwide Supporters kwa ajili ya kuichangia Baraka1 TV kusonga mbele. Pia ungana nasi kwenye grupu letu la Baraka1 TV Info ili kupata habari zetu za moto za kila siku. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Tuanze maeneo ya Ituri. Jeshi la Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lawaweka mikononi baadhi ya makamanda wa jeshi hilo ambao wanawauzishia silaha maadui. Hali bado sio nzuri haswa katika swala la usalama kote nchini ndani ya jeshi ya FARDC. Bado wasaliti ni wengi mno. Katika mkoa wa Ituri, gari lilokuwa na beba silaha nyingi limekamatwa na vyombo vya usalama. Gari hilo ambalo lilikuwa na simamiwa na mwanamama mmoja kwa jina la Solange Makusi alikuwa anasafirisha silaha kwa maadui. Lilikamatwa kwenye barabara ya Bambukumbu katika kitongoji cha Njugu kwenye ukaguzi wa daraja Nizi na kikosi cha batalion cha 312 akiwa na silaha nzito za kivita alizokuwa anawapelekea maadui. Kina mama hawa wakishirikiana na maafisa wa ngazi za juu ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wapo chini ya ulinzi na wanatarajiwa kupata adhabu kali ya usaliti na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kuna kazi kubwa ya kufanya, maana kuna baadhi ya makamanda wa ngazi za juu kabisa ambao wanakula rushwa ya adui na pia kuhusisha silaha kwa adui ili kuendelea kufanya jeshi hilo kuwa dhaifu kila siku. Hii ni Baraka1 TV. Nous les Ituriens nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Sake. Majeshi ya Sadeke pamoja na FARDC wawasili Sake ili kuongeza nguvu na kuwasaidia walioko kwenye uwanja wa mapambano. Yale majeshi ya Sadeke yakiwemo ya Afrika Kusini, Tanzania pamoja na Malawi wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC wameweza kuingia katika mji wa Sake ili kuwapa nguvu na kuwasaidia vikosi ambavyo tayari vipo kwenye uwanja wa vita. Vita kati ya magaidi wa Alliance Fleuve Congo M23 na RDF na jeshi la taifa FARDC wazalendo bado inazidi kupamba moto. Licha ya ushindi wa FARDC wazalendo na muungano wa Sadek, magaidi bado wanasumbua kutupa mabomu katika maeneo kadhaa na kuleta hatari kubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Licha ya mambo yote, serikali bado ipo katika jitihada za kuhakikisha usalama unarejea kote nchini, huku wakuu wa nchi zote mbili DRC na Rwanda wakitafuta jinsi ya kuongea ili kumaliza uhasama kati yao ambao unazidi kuchukua maisha ya raia
wasiokuwa na hatia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka1 TV. En séjour de travail à Goma, le chef de force de défense de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, pays contributeur des troupes de la force régionale de la SADC, Sami Diarsi, et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont rendus ce vendredi 1er mars 2024 à Mubambiro, dans la cité de Saki, en territoire de Masisi. Ils sont allés motiver et rehausser le moral de leurs troupes respectives engagées dans la guerre contre les terroristes RDF M23. Informés de cette arrivée, les terroristes ont largué 5 bombes de mortier à Mubambiro. Ces bombes, destinées à empêcher le déplacement des chefs des forces de défense, ont causé la mort de 3 civils, un enfant. Ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense des pays contributeurs de la SAMI DRC, du Burundi et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont arrivés jusqu'à cette heure à Mubambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. La présence des chefs des forces de défense de pays contributeurs des troupes de SAMI DRC est un message fort. Cette présence met un terme aux doutes et aux spéculations sur l'engagement ferme de la SADC aux côtés de la République démocratique du Congo pour ramener la guerre dans les comptes l'ennemi. Asante kuendelea kuwa pamoja na sisi. Asante kuendelea kuangalia Baraka1 TV na kushare, kusubscribe na kulike pia. Inakuwa ni jambo la muhimu sana. Usitoke pembeni na TV yako. Endelea kuwa pamoja na sisi kila siku asubuhi, mchana na jioni. Mimi ni Wajabu Kiza Kabonga.